Alafu ningependa tukae chini ili tuweze kusikia neno la Bwana. Leo mniruhusu niwafunze na baadaye tuweze kuomba na waliofungwa wafunguke waweze kuenda safari. Bwana asifiwe. Tutasoma katika kitabu cha Ecclesiastes 9 verse 11. Kwa Kiswahili inaitwa kitabu cha Mhubiri, kwa Kikuyu kinaitwa kitabu cha Koheleth. Ecclesiastes 9 verse 11 inasema hivi: Nikarudi nikaona chini ya jua ya kwamba si wenye mbiu washindao katika michezo, wala si walio hodari washindanao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wenye ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati wapata wote. Bwana asifiwe. Leo nataka kuongea kuhusu mwito. Bwana asifiwe sana. Na niseme mwito, Mungu alikuita kabla wewe uzaliwe. Kabla uzaliwe, Mungu alikujua na akakuteua, akakuitia mwito mkubwa. Bwana asifiwe sana. Na sasa Solomon, mahali ambapo tumesoma, anaongea kuhusu mbio na vita na chakula na utajiri na kibali. Anasema hizo zote zinafanyika kwa kila mtu. Bwana asifiwe sana. Sasa alisema nikarudi nikaona chini ya jua wenye mbio si wale wepesi. Wenye mbio si wale hivi, ni kumaanisha kwamba alikuwa anaona watu wote wakiwa on race. Na sasa kuna kitu kinasuilia watu wengi sana kuingia katika mito yao. Wanastuliwa na ule mwito mkubwa wanaona ukiwa karibu. Bwana asifiwe. Saa hii tukisema tukimbie, tuende kwa uwanja tukimbie, kuna watu wataona watu wengine wamejitokeza kukimbia na wajitoe, wajue hawa ndio watashinda. Kama mimi vile huwa nawaambia nilikuwa mkimbiaji. Kuna watu wanaweza stuliwa na hiyo maneno, wasahau mimi nilizeeka, labda ni mimi nitakuwa wa nyuma. Bwana asifiwe sana. Lakini mbio si ya wale wenye mbio. Sema mbio si ya wale wenye mbio. Namba 2, vita. Akaona chini ya jua vita si ya wale wenye nguvu. Kwa hivyo chini ya dunia kuna vita. Aliona watu wote ni kupigana, wanapigana. Na akaona wale walikuwa wanashinda si wale wenye nguvu. Alafu akaona jambo la 3, hata mkate si wa wale wealth, si wa wale ambao wamesoma. Ninakuombea maneno haya uelewe. Unaweza kuwa uko hapo ndani yako unasikia uko na mbio lakini hauna mbio kubwa. Ninakuombea ujitokeze uwanja uweze kukimbia mbio yako katika jina la Yesu. Kuna mtu umeitwa mbio kidogo sana. Haya, kuna watu wanaogopa vita. Nao vita, ufalme wa Mungu unanyakuliwa shaku, na walio na nguvu ndio wataunyakua. Kuna watu ambao kavita kadogo kakiondoka, kakikuja, wanakimbia, wanatoroka. Ninawaombea katika jina la Yesu. Ninawaombea katika jina la Yesu. Muwe wajasiri kama simba na uanguki katika huo uwanja wa vita. Hapo shetani amekuwekea vita, ndio kuna muujiza wako katika jina la Yesu. Hapo ndio kuna kuinuliwa kwako. Are we together? Hivi unaona hii slancha wasimejaa, ili sijae ni vita ilikuja na ikakuja ikiwa imeniangalia, haikuwa imeangalia mtu mwingine. Nikaamuka. Nashukuru Mungu juu ya hiyo vita imeniangusha. Pigia Yesu makofi. Kuna vita zingine zinakuja kukuangusha, kukuambia wake up. Praise God. Vita si ya wale wenye nguvu. Nasema vita si ya wale wenye nguvu. Are we together? Labda uko hapa na huna nguvu. I want to tell you, God expects you to win the battle.
Na today is a day of winning the battle in Jesus name. Hallelujah. It's a day of winning the battle. Number 3, utajiri si ya wale, utajiri sio ya wale ambao wamesoma sana. Masomo ni mazuri, lakini utajiri si yao. Kuna mtu ambaye unaamini huwezi kufanikiwa kwa sababu ya level ya masomo, kwa sababu ya level ile uko naye. Solomon anasema, niliona chini ya dunia utajiri si wa watu hao. Tukiitisha watu ambao wamesoma hapa ni wengi sana na wako nyuma. Tukiitisha watu wengine ambao hawajasoma wako mbele sana. Nataka sasa utoke mahali ambapo umefishwa na imani baya ya kwamba huwezi tajirika kwa sababu ya background ya masomo. Nataka tuamini hapa. Are we together? Hebu ambia mwenzako lazima utaenda mbali. Na usimsalimie. Usimsalimie hivi. Mwambie unaenda mbali wewe. Na unatajirika katika jina la Yesu. Na nawatabiria kwa sababu nataka kujenga cathedral. Mbarikiwe, muwe mnatoa sadaka huku na sheki katika jina la Yesu. Haleluya. Hebu inua mkono juu na uchukue utajiri katika jina la Yesu. Sema nitabarikiwa kwa jina la Yesu. Nitabarikiwa kwa jina la Yesu. Nitashinda vita kwa jina la Yesu. Nitakimbia mwendo wangu na nitashinda kwa jina la Yesu. Praise the Lord. Sasa hiyo mambo matatu ndio nataka kusomesha leo. Praise God. Nataka nianze na Biblia. Can we go in the book of Hebrews? The book of Hebrews. Hebrews. Wa kiti cha enzi cha Mungu. Bwana asifiwe. Yesu. Okay, maandiko ni Hebrews inasema kwamba kwa sababu ya mbio iliyowekwa mbele zetu, kuona tumesungukwa, inasema kuona basi ndugu zangu, kuona tumesungukwa na wingu kubwa la mashahidi, na tuweke kando kila mzigo na kila dhambi itusigae, ili tuweze kupiga mbio iliyowekwa mbele zetu kwa kustahimili na kwa saburi. Praise the name of the Lord. Yoyote ambaye uko katika mbio, sema katika mbio. Kuna watu wako uwanja lakini hawako kwa mbio. Wanaangalia wale wanakimbia. Ninakuombea usiwe shabiki, kuwa mwenye kukimbia katika jina la Yesu. Haleluya. Yoyote uliye kwa mbio, lazima ujue kuna mashahidi wamekusubuka. Wingu kubwa la mashahidi. Na lazima usipe masikio yako usikie hao mashahidi wanasema nini. Kuna mashahidi wako upande wako na kuna mashahidi ambao hawako upande wako. Hao ni watu vile wanaongeanga kuhusu wewe. Maandiko inasema na tupige mbio kwa subira. Kwa subira ni kuvumilia. Kwa hivyo kuna ushungu mahali. Haleluya. Alafu tuweke mzigo na dhambi tusikayo kukimbia mbio. Na hii ndio nataka siku ya leo. Tafadhali usitoke hapa kama uko na hiyo mzigo. Are we together? Na huu mzigo mtu anausikianga. Wakati adui anaona ile lace imewekwa mbele zako, kile anafanyanga, anatafutanga mzigo anakuwekelea. Na kama si mzigo, anatafuta dhambi anakuwekelea. Na siku ya leo hao watu mmekaa hapa, kunaweza kuwa kuna watu mngemaliza mbio zenu last year, lakini ile mzigo uliwekelewa na shetani hauwezi maliza mbio. Na usipo uondoa leo, nataka nikwambie utakakaa kabla kuona destiny yako. Praise the name of the Lord. Haya, hiyo ni mzigo. Nataka tuangalie mizigo ni nini. Jambo la kwanza, mizigo ni kubeba mambo ya ulimwengu. Lazima uanze kuangalia kana kwamba kuna mambo umebeba inakuzuilia kukimbia mbio. Na wakati mimi Mungu amenenea na hii,
Kuna mambo mengi sana nimeweka chini katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Kuna mtu amebeba maisha yake kama mzigo. Kumbukeni Yesu anasema tujisumbukie. Tusisumbuke kwa sababu ya kesho. Maana anatusumbukia. Mambo yote ambayo inakusumbua, I want you to bring them under your feet in Jesus name. Bwana asifiwe sana. Hata familia inaweza kuwa mzigo. Mzee anaweza kuwa mzigo. Mama anaweza kuwa mzigo. Kazi yako inaweza kuwa mzigo. Haikupatia hata nafasi ya kutafuta uso wa Bwana na kuomba. Uweke mizigo yote chini na utamaliza hii safari. Walio na mizigo ni ngumu sana kumaliza. Na unajisikia vile Biblia inasema ya kwamba POC ya wale wenye wepesi. Kwa nini hawa wepesi hawafikagi haraka, na kwa nini walishindwa na wale ambao wako na mbio? Ni mizigo. Hata kama uko na mbio namna gani na unabeba, kuna kitu umebeba, hauwezi shindana. Amen. Mpaka kuosa kufaa, unastahili ujue sinaweza kuwa mizigo. Haleluya. Na waombea muweke mizigo chini katika jina la Yesu. Mimi mnaona hapa kuna mzigo nilikuwa nimebeba wa maringo. Hapa niko si hapo ningekuwa. Kama ningekutana mtu aniambie pastor, pride itakuua. 2000 up to 2003 I was a proud man. Haungeniona mimi kama hujaona secretary. Kuna darasa singeokea nao. Lakini huo mzigo ulizuilia nikimbie. Na ulinusuilia nishike kile Yesu amenishikia. Bwana asifiwe sana. Na kila mtu hapa ukipiga kalori yako, ukimaliza bio, God will give you a crown. Everybody is a candidate of a crown. There is a crown somewhere waiting for you. Praise the name of the Lord. And when there is a crown, there is honor. Honor, you don't just receive a crown. You receive a crown with honor. Kuna zawadi utapewa kwa sababu ya hiyo crown. Tunasikianga wakimbiaji wakikimbia, mtu amepewa gold medal na amesukumwa na 40 million. May you go to your crown in Jesus name. May you receive your honor in Jesus name. Hallelujah. Lakini wacha tuangalie mizigo. Na wapendwa, mambo mingi ambayo inatendeka kwa wateule mabaya ni mizigo, ili wasiingie katika mahali ambapo Bwana amewaandalia. Praise God. Na kuombea upigane vita ya imani, uweke mizigo chini. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu anaitwa Abrahamu. Wakati Mungu alimuita, alichukua Loti. Maana ni yeye alikuwa ameachiwa Loti na wazazi wake, maana Loti alikuwa wa ndugu yake na ndugu yake alikuwa ameaga. Na Loti alikuwa mtu mzima na alikuwa na mali zake na pia alikuwa na watumishi wake. Akawa mzigo kwake. In the book of Genesis 13 nasema wakati walianza kuwa na conflict. Wakawa na nini? Wakati kuna mizigo, there is always a conflict. Praise God. Hata madhabahu kama haya, tusipoweka mizigo chini, tutakuwa na nini? Conflict. Amen. Aliambia Loti, jichagulie kule unataka. Si alimwambia atichagua mimi nimeitwa. Alimwambia Loti, unataka nini? Badala tuishi tukipigana, watumishi wako wakipigana watumishi wangu, chagua kule unataka. Loti akachagua kule alikuwa anaona kuzuri. Uzuri ni kwamba mzigo lazima uongozwe na mwili. Wakati mtu akona mizigo, mwili ndio huwa inamuongoza sana. Praise the name of the Lord. Loti akaangalia juu, akaona pande ile Mungu alikuwa ameita Abrahamu kumejaa mawe. Na ndio Israeli kumejaa ni jangwani. Praise God. Sodom na Gomora, Biblia inasema ilikuwa inakaa shamba la Bwana. Akasema nataka kule. Hapo ndipo wakati aliweka mzigo chini, Mungu akatokea Abrahamu na moja. Akamwambia, chagua kule unataka. Maana kwa uwezo wa macho yako, kila mahali ambapo unaona, hapo ndio nitakupatia. Ninakuombea leo hii ukiweka mizigo chini, Mungu akakupatia urithi wako katika jina la Yesu. Kuna watu tayari mmemaliza mwendo.
Kuna watu tayari mko katika Kana, lakini mizigo bado mko nayo, na ndio haujafunguka macho uone bahali ambapo Bwana alikuahidi atakubariki, na hapo ni hapo huko. May you open your eyes in Jesus name. Weka mizigo chini in Jesus name. Are we together? Number 2 inasema ya kwamba na dhambi itusikane. Sasa hapa ni kwa mtu ambaye ameokoka lakini alizoea madhabahu, alizoea wakofu. You can do anything na useme Bwana, nataka nikwambie Mungu si mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Mungu si nini? Na nitakupatia ushuhuda na mimi. Because of my pride, watu ambao nililea kiroho walinipita, wakafungua makanisa yakawa makubwa. Kwanza kuna mama moja anaitwa Mama Kevin, sasa anaitwa Reverend J. Alifungua kanisa la watu 500 na wakati huo mimi nakula mitura hapa Githurai. Because of pride. Because the battle is not for the strong, nor the race for the swift. Praise the name of the Lord. Naweza kuwa nahubiri vizuri, na hapa kuna mtu ambaye hajui kuhubiri ni kutondoila na tondoila. Kama kuna dhambi inanisinga, atanipita na atainuliwa. Bwana asifiwe. Kile kinafanyanga unapata mtu ambaye hata hajui kuhubiri hapo na watu wengi, ni kwa sababu aliweka mzigo chini na dhambi msikae. Ninakuombea katika maisha yako, any sin ambayo inakuhinda, fight it in Jesus name. Ipige kwanza ndani ya leo. Usitoke naye pale, anza kuipiga. Praise the name of the Lord. Ni fight ya bitterness. Wewe ni mtu wa bitterness, fight that bitterness. Haitafanya uingie. Kuna mtu mmoja alikuwa na dhambi isikae, hakumaliza bio yake. Musa alitumiwa na Mungu from Genesis, from Exodus 3. Akatumiwa na Mungu, akatumiwa kabisa, akafukisha wana wa Israeli bahari ya Shamu. Lakini in him there was a sin of anger. In him there was a sin of bitterness. Hakuikia. Aliona Kana nikiwa bali. Ninawaombea sote tuingie Kana. Si kuona tu, tuingie katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Najua hata kuna watu tuliona shamba letu na hapa, kuna watu wanaweza inunua na ikikamilika wasiingie. Uone mtu amebadilisha kanisa. Praise God. Na utoe mpaka pesa ya kununua. Ndio nasema nilikuwa acha ile church. Ni milango ya Kana nimefungwa kwa sababu ya dhambi ikusika. Kanisa la Bwana Mungu ameniambia wakati wetu wa kubarikiwa umefika. Lazima tuweke dhambi tusikao chini katika jina la Yesu. Na nakuombea kumsihi Mungu sana. Usijifanye. Maana kiburi inafanyanga mtu anajua kila kitu. Kiburi, let me tell you, when there is a sin in your life, unakuwa kama mjuaji. Hebu lisa jirani kama yeye ni mjuaji. Wewe mjuaji. Kinyoke rodo ndogegwa. Onaga haijalishi. Siku inakuja utafungiwa mlango. Na uzuri wa Mungu si mwanadamu, ati utamletea polisi. Bwana asifiwe. Ninawaombea kila dhambi ikusikaa iweke chini. Na dhambi mtu ni kupigana, anapigananga vita ili uiashe. Are we together? And then uangalie the friends. Kuna watu mnatembea na marafiki wabaya sana. And that is why hata ukijazwa na roho hapa, mkifika pale roho ameondoka. Kwa sababu ya maneno yale mnasikia na masikio na matendo ambao unaona ni wazuri, ambao watakuongeza mbali katika jina la Yesu. Haleluya. Angalia mnatembea na akina nani. Nimekuja kutambua afadhali ukae peke yako kuliko kutembea na watu ambao wamepotoka. Ndio Biblia inasema heri ambaye hakaagi katika vishindo vya wenye dhambi. Bwana ni aosho na ahonoki na waokoe.
Usikae mahali watu wanajua kusegenyana. Unaona kafrani namna gani? Ameokoka. Hata kama hajaokoka, kuna mbingu utampatia. Kuna polisi utampeleka. Bwana asifiwe sana. Mimi nawaombea mtembee na watu ambao ni wenye haki katika jina la Yesu. Wacha kufanya makao yako na watu ambao hawampendi Mungu. Finally utajipata ile roho iko juu yao, iko juu yao. Bwana asifiwe. Nimeshaona watu wanatembea na mtu ambaye amefuja kwake, na wewe uko na kwako, utatembea na yeye na utafuja kwako. Hiyo roho ilifuja kwake, ujue ni roho inakaa kama mtu. Roho inakuaga kama mtu. Ni vile haina mifupa na haina mwili, lakini ni roho. Amen. Ni mwaigwa. Tembea na watu ambao ni wenye haki. Na ukiona mtu ako na safari ndefu, muondokee katika jina la Yesu. Kuondokea watu si dhambi. Mbaki na salamu. Wewe unawaambia hai. Praise God. Ni kama mimi, kuna sister mmoja alikuwa amenisumbua sana maishani mwangu. Yaani ni watu wa familia, sitawaambia ni familia gani. I decided to keep quiet. Tulikuwa tunakutana kama lori, sinapitana hivi. Na wakati nilifanya hivyo, moyo wangu ukapona. Bwana asifiwe. Maana wakati tulikuwa tunaongea, lazima angenishoma na kikitu. Cha. Nikajua moyo wangu hautaharibiwa. I have to delete this sister because I want to preach the gospel. And also I want to reach to my destination. Kuna hata watu wengi sana wameacha kanisa kwa sababu ya kusegenywa na watu. Ninakuombea uweke masegenyo chini. Hiyo ni mizigo ingine utabebeshwa. Washa wakukule na hapa ukiendelea in Jesus name. Backbiting inaitwa backbiting because they are talking about your back, not about your future. And your future does not determine you where you come from. Are we together? Haijalishi kule umetoka. Haijalishi jana yako iko namna gani. Inajalisha mwenendo wako na Mungu siku ya leo unatembea kwa njia gani. Aenda waombea wote mliofungwa na mizigo, mfunguliwe katika jina la Yesu. Dhambi zote zilizowafunga siwafungue in Jesus name. Leo hiyo ndio ile vita tunapigana. Na lazima tumshinde shetani. Praise God. Bwana ni agosho. Mnabarikiwa. Haya, mstari wa mwingine unasema hivi. Mstari wa pili. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili yake ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Sasa tunaoneshwa kwa nini Yesu alimaliza mbio yake. Hebu inua mkono juu na useme nitamaliza yangu in Jesus name. Hallelujah. Yesu yake alimaliza na miaka 3. He preached only 3.5 years. Na maandiko inasema tumtazame Yesu aliyeanzisha imani yetu na kuikamilisha. Hallelujah. Wapendwa, kuna kisiri nitataka nikwambie. Imani yako haikuanzishwa na wazazi. Imani yako haikuanzishwa na marafiki. Imani yako haikuanzishwa na mchungaji. Ni Yesu mwenyewe alianzisha. Are we together? Nakuombea kuanzia leo mwanzo wako, kama ulikuwa mwanadamu, ondoa uweke Yesu in Jesus name. Hallelujah. Kuna kitu kinaitwa msingi. Sijui wewe umeanzia wapi. Kuna mtu tukiangalia mwanzo wake ni Kamau ama Joroge ama Wanjiku. Lakini kubarikiwa ni wale mwanzo wao ni Mungu. Maana ndiye atakuja kutimiliza. Praise the name of the Lord. Sasa Yesu wakati alikimbia mbio yake, maandiko inasema kwa sababu ya furaha iliyokuwa imewekwa mbele ya msalaba, alisahimili aibu na akaidharau msalaba. Now, may God open your eyes and see what is ahead of you in Jesus' name. No matter the problem that you can undergo, I
I want to tell you, there is a glory ambayo Mungu amekuwekea mbele yako. Usikubali kukimbia bila kuona the glory which God has kept for you. Hello? Can you tell your neighbor there is good things ahead? There is good news ahead. Hallelujah. I want to tell you there is good news ahead after finishing the race. Hii crown na kuambia haitapatiwa mtu ambaye hajamaliza mwendo. Kuna watu ambao walianza lakini wameasha. Mimi nilikuwa nakimbia mara 12. Kuna watu walikuwa wanakimbia safari 2 wanaanguka. Wengine 5 wanaanguka. Wengine 6 wanaanguka. Wote wanatokea. Ninakuombea siku ya leo, hata kama umeondoka kwa race, uzuri wa race ya Mungu, hata kama ulitoka na last year, unaweza come back again and you run your race. Your race remain your race, and nobody will run for you except you yourself. Bwana asifiwe. Ninawaombea wote, kila mtu urudi kwa race yako katika jina la Yesu. Can you go back to your race in Jesus' name? Wake up and start to serve the Lord as the beginning. Hallelujah. Anasema kwa sababu ya furaha iliyokuwa imewekwa mbele yake, alidharau aibu. Kuna kitu watu wanatokea hii dunia, kitu tunaita aibu. Bwana asifiwe. Kama mimi hapo nimefika, kama kuna mtu ameshafanywa aibu ni mimi. Na nilikuwa naogopa aibu sana. Finally nilisema sitaogopa aibu kwa sababu ya kile Mungu ameniwekea mbele yangu. Bwana asifiwe sana. Sitawahi ogopa aibu. Are we together? Kuna wakati nilienda kanisa kubwa sana. Hiyo kanisa ilikuwa times 2 ya hii. Ilikuwa na watu 800. Wakati niliingia na nilikuwa pastor wangu, yule pastor alikuwa kule. Akasema pastor Warogoko ameingia. Pastor Mwangi, wakati huo sikuwa naitwa Warogoko, nilikuwa naitwa Mwangi. Nilibadilisha nikajiita sana kwa sababu Mwangi ilipakwa uchafu sana. Mwangi amekuja. Na kama vile mnajua Mwangi anakunyonga baki. Tunataka aokoke. Kiukweli ile atoba. Ni aibu. Ni watu wangapi hapa mumerudi nyuma kwa sababu usiaibike? Ni watu wangapi hapa umecompromise? Nyumba isifungwe, usiaibike. Na kuombea neema ya kudharau aibu in Jesus name. Kama race yako, if your race imepangwa na Mungu, utapitia katika aibu. Even if you go out and you come down, you have to go through that fire. Because every gold must be refined with fire. Are we together? Hey. Tunawe kona ikuruge mwadhani ya washo. Shida zingine unapitia ni kwa sababu ya ile race umepitia. Sasa race yako ni gani? Hebu niseme zako, race yako imepitia wapi? Unajua ubaya wa uwanja wa Mungu si uwanja kama hii tunakimbiaga hapa. Tunakimbiaga wote tukionana hapa kwa hapa. Kila mtu hapa, Benson, you have your race. Tunahubiri na wewe hapa. Lakini ile uwanja tutakimbia si moja kirohoni. Bwana asifiwe. Ya Yusufu ilikuwa akimbilia kwa ndugu zake mwenyewe. Walimuuza. Walikamata wakamuuza. Akaenda kwa Potifa. Hiyo ilikuwa race nyingine, kujaribiwa na mama mzee. Ya? Akaambiwa na mama wazazi juu ni nini imewashika. Akaambiwa kuja tufanye dhambi na wewe. Akakataa. Mama akamshika akamwambia, unaona hii koti? Usipoonana na mimi nitasema umenilipa. Akasema afadhali useme. Aliipika sana. Hata vijana walika yake walikuwa wanamuuliza, "No kairo turagete." Lakini ndani yake alikuwa anajua kweli. I have not sinned against God. Praise the name of the Lord. Na waombea mshinde nguvu za aibu in Jesus name. Hii ni silaha shetani anatumia ili ucompromise. Hii ni silaha shetani anatumia
And so many people, they have compromised and they are quiet. Modo akira gogo kaga pastor haone ni urariria. No atina thina ngai ndaka understand. Ndaka understand. Hera thaici. Tubu sai. Bwana sifiwe. Maandiko inasema alidharau aibu. Hebu tudharau aibu katika jina la Yesu. Tuidharau katika jina la Yesu. Kwani utaenda wapi na hii Kenya?